msikilizaji, ni wimbo wa kwake Fally Ipupa, wimbo unakwenda kwa jina la Afsana. Ndio wimbo ambao unatufikisha saa 10 na dakika ya 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, kwa mara nyingine tena ni kukaribishe katika kipindi cha Taa ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku za Alhamisi. Muda ni kuanzia saa 10:30 jioni hadi mishale ya saa 12 kamili za jioni. Kipindi hiki kinaangazia masuala mbalimbali ya kijamii, changamoto tunazokumbana nazo katika jamii tunayoishi na mengine mengi. Lakini pia tunaongozwa na mada tofauti tofauti na kuwa na wageni kulingana na mada husika, ili tupate uelewa kulingana na mada tunayo ijadili. Na siku ya leo msikilizaji, tutakuwa na mkurugenzi kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali Destiny Helpers Tanzania, ambaye anafahamika kama Madam Cecilia Kasala. Mwezi uliopita, mwezi wa 7, alikuwa na kampeni yake ambayo ilifahamika kwa jina la Daftari Kampeni, na alikuja hapa studio kuweza kuitambulisha kampeni hiyo. Tuliweza kuzungumza mambo mengi yanayohusiana na Daftari Kampeni, lakini siku hii hapa leo ameweza kurejea tena kwa mara nyingine. Ni kwa sababu kampeni hii tayari imeshafika tamati. Atatuambia kiundani zaidi ni kipi ambacho kilijiri katika Daftari Kampeni, je, wadau walijitokeza katika kampeni hiyo na mengine mengi. Langu jina ni mimi Faraja Simkwai, utakuwa nami tangu sasa hadi ile mishale ya saa 12 kamili za jioni. Nikwambie tu kwamba msikilizaji, wewe pia ni sehemu ya kipindi hiki. Unaweza kushiriki nami kwa kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu 0746112235. Hii ni namba ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini kupiga simu ni 0782611178. Wewe msikilizaji uweze kuniambia kwamba unashiriki vipi katika kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum au wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu katika jamii ambayo unaishi. Kabla tujaanza kuzungumza na mkurugenzi kutoka Destiny Helpers Tanzania, basi tuweze kupata burudani fupi ya muziki kutoka kwake mwanamuziki anaitwa Inos B. Wimbo unakwenda kwa jina la Sete, alafu baadaye tutarejea kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi zaidi. Mimi ni Faraja Simkwai, kipindi hewani ni Taa ya Jamii kupitia masafa ya 91.3 Tabora FM. Cecilia yuko hapa. Karibu sana Cecilia. Asante sana. Habari za majukumu? Njema sana. Naendeleaje za toka mwezi wa 7? Tumemwona Mungu. Bila shaka Daftari Kampeni ilienda sawa sawia zaidi ya vile tulivyotarajia. Labda msikilizaji ambaye anakusikiliza saa hizi kwa mara ya kwanza angependa kufahamu Destiny Helpers ni watu ya kina nani, lakini pia nini maana ya kuleta Daftari Kampeni? Asante, umeniuliza swali zuri sana. Najua ni kweli mtu anaweza kuwa anasikia Destiny Helpers lakini haelewi Destiny Helpers ni nini. Kwanza tukizungumzia Destiny Helpers tunamaanisha msaidizi wa hatma. Kwa hiyo tumeianzisha taasisi hii kwa lengo la kusaidia hatma za Watanzania, hasa vijana na watoto. Na dhumuni la kuanzisha kampeni yetu ya Daftari Kampeni ni kutamani kuona wanafunzi walioko mashuleni, aidha awe na wazazi asiwe na wazazi, lakini anapata vifaa vyake muhimu vya shule ambavyo vitaweza kumsaidia yeye akiwepo shuleni vya kujifunzia. Asante. Okay, labda katika kampeni ya Daftari Kampeni kuna wadau ambao uliweza kushirikiana nao katika kufanikisha swala zima la kampeni hiyo? Asante. Kwanza kabisa takuwa mchoyo wa fadhila kama nikishindwa kuishukuru jamii. Tumeshirikiana vyema sana na jamii yetu ya watu wote, kwamba mtu anaweza akawa mbali, mtu yuko Dar es Salaam, yuko Mwanza, lakini akisikia kwamba tunaendesha kampeni ya Daftari Kampeni unakuta anakusupport kwa namna yoyote. Kwa hiyo nimeiona jamii ikitusupport kwa ukubwa, lakini vile vile tumebahatika kushirikiana na mashirika mbalimbali ambayo yamekuwa yakitusupport mpaka kuhakikisha tunafanikisha. Takuwa mchoyo wa fadhila pia nisipowataja SMAUJATA, wamejumuika na sisi kwa ukubwa
kwenye kila hatua ambayo tulikuwa tunaenda tumekuwa nao. Akili Platform pia na wenyewe wameshirikiana nasi vyema kabisa. Okay, ni saa 11:10 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami hapa studio, kipindi hewani ni Taa ya Jamii, na siku ya leo tupo na mkurugenzi kutoka shirika lisilokuwa la serikali Destiny Helpers Tanzania, ambaye siku ya leo tunataka kufahamu mengi zaidi kuhusiana na daftari kampeni iliendaje, kwa sababu mwezi wa 7 alifika hapa kwa ajili ya kuweza kuitambulisha kampeni hii. Lakini msikilizaji, wewe pia tujakuacha mbali, unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu 0746112235 au kupiga simu 0782611178 uweze kutuambia kwa upande wako wewe unawasaidia vipi wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu katika kuwasaidia vifaa vya shule. Sesi, katika daftari kampeni tuliweza kuzungumza mambo mengi, lakini awali wakati tunazungumza kuhusu daftari kampeni bado ukutuambia kwamba ni eneo lipi ambalo utaweza kutamatishia kampeni. Bila shaka kampeni ilishafika tamati, nikiwa na maana kwamba tayari tushatamatisha daftari kampeni au bado tunaendelea? Asante, naweza nikasema ni kweli tumeimaliza kampeni ya daftari kampeni, lakini tunapomaliza ndio mwanzo wa kitu kingine. Ni kweli tulikopo katika shule ya Ndono tumefanikiwa kuifanya kampeni ile kwa ukubwa, lakini tunatamani pia tukitoka shule ya Ndono tupate shule nyingine ya kwenda. Kwa maana fupi, kampeni yako ya daftari kampeni ulienda kutamatishia katika shule ya Ndono. Yes. Labda unaweza kutuambia kwa ufupi kuhusu tukio hili la daftari kampeni. Mliona nini nyinyi kama Destiny Helper kuona kwamba wanafunzi wa Ndono ndio ambao wanastahili kupata daftari hizi kutoka daftari kampeni au vifaa vya shule? Asante, siwezi kusema kwamba ni wao ndo tuliwaona kama kipaumbele, hapana. Siku zote kitu kinapoanza lazima kiwe na mwanzo, na sisi tumeichagua shule ya Ndono iwe kama shule ya mwanzo kwa sisi kuanzia kampeni yetu, lakini ninaamini kadri tunavyoendelea tutazifikia shule nyingi na zaidi, kila mahali tutafika. Niwaambie hilo. Japo sijui nitafika kwa upana gani, lakini nina uhakika ninaweza kufika sasa. Okay, ni kwa nini mlilenga shule ya Ndono hasa katika kampeni hii? Asante. Nimeilenga shule ya Ndono kwa sababu mimi ni mzawa wa Tabora. Hicho ni kitu cha kwanza, naweza nikajivunia hilo. Lakini vile vile mimi nimesoma pale, nimepita pale. Na siku zote wanasema kwamba ni vizuri kuanza nyumbani. Kwa niliamua kuanzia shule ya Ndono kwa sababu palikuwa ni nyumbani, ni kama ninaenda kukianzisha kitu nyumbani. Lakini vile vile tulipata ushirikiano kutoka kwa wanafunzi ambao walisoma kwenye ile shule, na ile ndio ikatufanya sisi tupate ukubwa zaidi wa kutaka kuifikia shule ya Ndono. Okay, labda hii ni mara ya kwanza Destiny Helper kufanya shughuli kama hii, au kuna miradi mingine ambayo mmeweza kusaidia wanafunzi? Yes, nadhani hiki ni kitu cha pili. Mara ya kwanza tulikuwa na program ya One Girl One Pad. Hii ilikuwa inahusisha kuwafikia mabinti walioko mashuleni kwa kuwasaidia kupata pads. Mara nyingi shule zilizopo vijijini, watoto wanaosoma shule za kule, inapofika kipindi kile cha hedhi wanakuwa wanapata ugumu sana kupata taulo za kike. Kwa hiyo tulianza na ile ya watoto kupata taulo za kike, na ile ndio imekuja kuibua hii daftari kampeni. Okay, labda vitu ambavyo mlitoa, kwa sababu mara ya kwanza wakati mmekuja hapa mwezi wa 7 mlisema mmeipa tu kampeni daftari kampeni, lakini mlikuwa lengo na dhumuni ilikuwa ni kuchangisha vifaa vya shule. Labda unaweza kutuambia katika shule ya Ndono mlipeleka madaftari tu au na vitu vingine ambavyo vinahusiana na masuala ya shule? Asante. Shule ya Ndono tulipeleka
instead ya madaftari, lakini vile vile tulipeleka na vitu vingine. Madaftari ile ni kama jina la kampeni yetu, kwa hiyo ni lazima yaende, lakini vile vile na peni, kwa sababu mwanafunzi anapokuwa shuleni vitu vya msingi ambavyo anavihitaji, cha kwanza ni daftari, lakini pamoja na peni. Lakini vile vile tuliangalia huyu mwanafunzi akiwa shuleni afya yake anailindaje. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu pia wa kuwapelekea sabuni za maji, kuhakikisha vyoo vya wanafunzi vinakuwa salama. Nadhani wote tumesoma mashuleni, tunajua vyoo vya wanafunzi vinavyokuwa. Kwa hiyo niliona hiyo ni kama changamoto, na mimi niliwahi kuipitia. Kwa hiyo nikaona kuna sababu ya kuwapelekea sabuni za maji kwa ajili ya usafi wa vyoo. Lakini vile vile usafi wa mazingira, tuliamua kupeleka mifagio mingi kidogo kwa ajili ya kuwasaidia wao kusafisha mazingira yao ya shule, waweze kukaa vizuri, kwa sababu hauwezi kusoma vizuri kama haupo katika mazingira ambayo ni mazuri na ni salama kwako. Okay, msikilizaji, ni saa 11 na dakika ya 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unaungana nasi hapa studio, kipindi hewani ni Taa ya Jamii, na siku ya leo mgeni wetu ni mkurugenzi kutoka shirika lisilo la kiserikali Destiny Helpers Tanzania, ambaye tunazungumzia kuhusiana na daftari kampeni ambayo walitambulisha mwezi wa 7 kupitia hapa masafa ya 91.3 Tabora FM. Lakini pia msikilizaji, tumekwambia wewe pia ni sehemu ya kipindi hiki, unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuambia kwa upande wako katika jamii ambayo unaishi, wewe unashiriki vipi katika kuwasaidia wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kupitia nambari ya simu 0746112235, hiyo ndo namba ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini kupiga simu 0782611178, hiyo ndo namba ambayo unaweza kupiga simu yako kama utakuwa na swali lolote ambalo utataka kumuuliza mkurugenzi huyu, basi unakaribishwa. Bado tunaendelea, mkurugenzi, ni yapi matarajio yenu au mna matarajio gani kwa wanafunzi ambao waliweza kupokea madaftari? Asante. Kwanza naweza nikasema sisi ni kama tumefungua mlango ili watu wengine waone kuna umuhimu wa kuwasaidia wanafunzi wanaokuwa shuleni lakini wanasoma katika mazingira magumu. Inaumiza sana pale unapoenda shuleni wenzao anaandika, wewe hauna hilo daftari la kuandikia. Kwa mtu mwingine anaweza kaona mtoto anafanya mchezo, lakini kama mzazi anakosa hata 200 ya kununua mboga, ya daftari la 1000 au 2000 ataweza kulipata? Kwa kuna umuhimu wa jamii kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwasaidia hawa watu, lakini ninaamini kwa yule mtoto ambaye amepokea kile kitu itampa hamasa ya kusoma zaidi. Kama akijua kwamba waliokuja hapa wamekuja kwa ajili ya maisha yangu, lazima na yeye apambane ili kuzifikia ndoto zake. Lakini hatukwenda tu na madaftari na peni kuwapa, lakini unajua mtu unapompa kitu unatakiwa umpe pia na maarifa. Kwa hiyo tulienda kuzungumza na yule mtoto ajue kuna umuhimu wa yeye kusoma kwa bidii ili aweze kuikomboa familia yake. Lakini hatukuzungumza na mtoto mmoja, tulizungumza na shule nzima. Naamini katika watoto wote waliosikiliza watakuwa wamepata kitu katika siku hiyo. Okay, kuna msikilizaji hapa anasema, jamani, akimaliza tunaomba ataje namba yake, maana kuna watu wanatamani kushiriki baraka hizo. Okay, ni maoni kutoka kwa msikilizaji. Bado tunaendelea. Mnaamini kwamba msaada huu ambao mmeweza kutoa vifaa vya shule katika shule ya Ndono, au huenda mkatarajia kutembea katika shule zingine, mnahisi msaada huu utawasaidiaje wanafunzi au wazazi wao pamoja na walezi? Asante. Mimi ninaamini siku zote mtoto akiwa shule anahitaji sana daftari na kalamu, na ndio hivyo ambavyo anatakiwa vitumia akiwa shuleni. Kwa hiyo ninaamini kwanza ile itamsaidia yeye kuweza kusoma vizuri, na ile pia itampa motisha kwamba ajue anatakiwa kusoma afike wapi. Kwa hiyo ile naweza nikasema tumempa kama motisha, ajue kwamba tunamthamini na tunataka afikie malengo yake. Kwa hiyo ninaamini itaenda kumsaidia na yeye kusoma kwa bidii. Okay, tunaweza kusema kwamba daftari kampeni imeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini siku zote tunaamini kwamba palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Ni changamoto zipi ambazo mlikumbana nazo wakati wa kuendeleza kampeni hii? Asante. Kwanza
ndo kama ulivyosema, siku zote penye kizuri hapakosi changamoto. Kuna namna ambayo, kuna target ambayo sisi kama Destiny Helpers tulikuwa tumeweka. Tunaweza tukasema tumeifikia, lakini kwa kiwango kidogo. Sio kwa kiwango kile ambacho sisi tulitaka tuifikie. Ni kweli leo tumeendesha kampeni, tumefanikiwa kuifikia shule ya Ndono. Lakini naamini kabisa yamkini yule mtoto, kwa sababu ni watoto wengi na madaftari pale tumepeleka madaftari 240. Yale yatakuwa tu kwa ajili ya wale watoto ambao hawana wazazi, wote wawili au mzazi mmoja. Lakini kumbuka kuna watoto wako pale wanao wazazi wote wawili lakini hawana uwezo wa kupata hayo madaftari. Kwa hiyo nilikuwa natamani ile kampeni ingelenga kuwafikia wote. Japo watoto ni 1000. Huwezi kufanya kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo tuliamua kufanya kwa wachache. Kwa hiyo inatuonyesha tayari hapo kuna changamoto katikati. Kama tungekuwa tunaweza, huenda tungewapa watoto 1000 au 2000 madaftari. Okay. Mna mpango gani au mipango gani ya baadaye ya kusaidia elimu au sekta nyingine katika jamii au maeneo mengine? Kwanza niseme tu huu ni mwanzo, ni kama tumeanza, lakini tunatamani kufikia sekta ya elimu kwa ukubwa, lakini vile vile sekta ya afya. Sekta ya elimu haiachani sana na sekta ya afya, kwa sababu mwanafunzi hawezi kusoma vizuri ikiwa afya yake sio bora. Zaidi tumelenga pia tufike hata kwenye shule za msingi. Nadhani wote tunaona watoto walioko kwenye shule za msingi wengi unakuta hata uvaaji wao sio mzuri. Unakuta mtoto amevaa shati, ukiangalia we mwenyewe unasema basi yani ni hivyo tu, kucheka unatamani lakini hivyo unashindwa. Kwa sababu na wewe ni mzazi, one day yes utakuja kuwa na mtoto. Kwa hiyo mimi natamani hii kampeni iende mbali zaidi, ifike shule za msingi, ifike shule za sekondari. Lakini pia katika sekta ya afya pia natamani tuguse. Unajua watoto wengi, ndo kama kuna mtoto niliwahi kumsikia alikuwa akiojiwa. Akasema, aliulizwa kwa nini wewe unafeli. Alimwambia yule mtangazaji, wewe unaweza kusoma darasani ikiwa una njaa? Yule mtangazaji alisema ni kweli kile kitu yule mtoto alichokisema kilikuwa ni sawa. Kwa hiyo natamani licha tu ya kugusa maisha halisi ya kuwagaia vifaa na nini, lakini vile vile tuguse na afya zao. Tuone hao watoto wanakula nini wakiwa wanaenda shule, kuna kitu wanapata. Unajua kuna watoto wengine ni vile tu kwa sababu wamehimizwa nenda shule inambidi aende, lakini sio kwamba ana utayari wa kwenda shule, kwa sababu ukiangalia hata maisha yenyewe yanayotoka nyumbani ni magumu. Wito wangu kwa jamii ni waombe sana tushikamane kwa pamoja kuhakikisha ndoto za watoto zinatimia, lakini na sisi tuwe mfano wa kuigwa kwa hao watoto kuzifikia ndoto zao. Okay, basi sisi tukushukuru sana mkurugenzi kwa kuweza kufika katika studio zetu za 91.3 Tabora FM kwa ajili ya kuweza kuendelea kuisaidia jamii, hususani wanafunzi. Ni jambo jema ambalo mmeweza kulifanya, kwa sababu kama ulivyoweza kuzungumza hapo awali, kuna watoto unakuta wanatamani sana kusoma, wanatamani kutimiza ndoto zao, lakini kulingana na hali duni ya mazingira wanaokuwa wanaishi wanashindwa kuzifikia ndoto zao. Mimi naamini kwamba kama mmemsaidia mtoto mmoja zaidi, mmesaidia vizazi 100 vijavyo. Kwa hiyo muendelee hivyo hivyo na kutengeneza kampeni nyingine zisiishie hapo. Asante. Okay, tukushukuru sana, na wakati mwingine tukiwahitaji tena karibuni, msisite kufika, hapa ni nyumbani. Asante sana. Okay, namu msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nami hapa studio, kipindi hewani ni Taa ya Jamii, na siku ya leo tulikuwa na mkurugenzi wa Destiny Helpers Tanzania Cecilia Kasala, ambapo ameweza kutujuza mambo mengi kuhusiana na Destiny Helpers, lakini pamoja na kampeni ambayo ilikuwa ikiendelea na walienda kutamatishia huko katika shule ya sekondari Ndono iliyopo hapa mkoani Tabora. Kampeni iliyokwenda kwa jina la daftari kampeni, waliweza kufanikiwa kutoa madaftari pamoja na vifaa vingine vya shule, ikiwa ni pamoja na dawa za kusafishia chooni, lakini pamoja na mifagio na vitu vingine vingi, lakini kwa kushirikiana na wadau wengine. Hata wewe pia msikilizaji, unayo nafasi ya kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lakini pia kama
na unaona kuna mtu anaishi mazingira magumu, ujui ni namna gani ambavyo unaweza kumsaidia, ila ulitamani sana umsaidie ila huna chochote, basi karibu sana studio za 91.3 Tabora FM. Utakutana na mtangazaji yote hapa, utampa maelekezo na sisi tutajua namna ya kulifikisha sehemu husika, wakiwemo wadau wetu wa Destiny Helpers, kwa sababu wanasaidia jamii, na nafikiri bila shaka jambo lako wanalibeba vilivyo. Kama mwezi wa 3 waliweza kubeba ile kampeni ya mama salama na mtoto salama na waliweza kuwasaidia, basi hata jambo lako hilo wanaweza pia kulibeba kama la kwao. Basi mimi ni kushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa nami tangu ile mishale ya saa 10 za jioni hadi hapa ambapo naelekea kutamatisha kipindi hiki. Nikwambie tu kwamba mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Endelea kuwa karibu na radio yako kupitia masafa ya 91.3 Tabora FM kwa vipindi vingine vingi vya kuelimisha jamii pamoja na burudani nyingi kutoka hapa studio. Hii ni Tabora FM. Mimi ni Faraja Simkwai. Tukutane tena wakati mwingine, nikutakiwe siku njema na wakati mwema. Bye bye.